siku tena nyingine tunakutana na mwamba Kisugu, shabiki na mwanachama wa Simba. Nikasema siku isipite hivi hivi kutokana na kitu kilichotokea jana majira ya saa 8 mchana, kama sio saa 6, lakini pia kitu kilichotokea usiku baada ya TFF kupanga mchezo wa ligi kuu namba 184 wa Yanga na Simba, dabi hiyo tarehe 15 ya mwezi wa 6. Mambo yamekuwa mengi sana yanaongelewa kuhusu mchezo huu, lakini kuhusu barua ya Yanga African ya kuwakataa kabisa na kutoa imani yao na chombo cha mpira cha Tanzania, na kizungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi. Kisugu, habari za asubuhi? Habari njema. Habari njema. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mwingi wa rehema, tumeamka salama. Kama mlivyotuona tayari tuko katika maeneo ya pilika za mtu mweusi, kwa sababu huwezi kula mpaka utoke jasho. Kubwa tumefika katika maeneo ya kupambana, kubwa ni kumwachia adha wa Jalla, kwa maana Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Yeye ndio mgawaji wa riziki, na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wake, kwa namna ambavyo maombi niwapeleka, naamini kwamba riziki itapatikana kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kiafya lazima niseme alhamdulillah, mshukuru sana Mwenyezi Mungu, nimeamka salama nikiwa na afya njema. Ukiwa na afya njema. Hongera sana kwa ushindi jana dhidi ya JKT Tanzania. Asante, tuongere kwa wana Simba wote. Kwetu ilikuwa ni jambo jema, ilikuwa jambo zuri, jambo la faraja. Kuna namna ambavyo timu yetu imebaki katika muendelezo wa kuweza kutafuta point 3. Tumekuwa na vita kubwa, lakini wana Simba wakiungana kwa pamoja, tukiendelea kuwapa support wachezaji wetu. Wachezaji wanapambana, wanatoa jasho na damu. Management ya Simba imejipanga vizuri kuhakikisha mahitaji yote ya vijana wanapata kile ambacho kinastahili, haki zao za msingi wanapata, ili kwenda kuwapa moyo wapambanaji wetu ambao wao ndio tunawategemea kwenda kupambana katika pichi ya mita 100. Kimsingi mambo yanakwenda vizuri, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi naamini matarajio ya Simba na mipango ya Simba mwaka huu itakwenda kukamilika. Tena kukamilika. Yes. Kuchukua kombe la nchi. Nia ndio hiyo na mazumuni ndio hayo. Bado ligi ndefu, tuna mechi zaidi ya 6 nafikiri au 5. Kwa hiyo mapambano yanaendelea, kimsingi bado tunaendelea kupambana. Sisi tuko katika nafasi ya pili hivi sasa kwenye msimamo wa ligi ya NBC. Kwa hiyo kikubwa tunaangalia namna kupambana kufika pale juu. Na inshallah mimi na imani kwamba tutafika. Kisugu, ndugu zako wanasema wanafanyiwa uonevu na upendeleo. Mahakama ya TFF pamoja na bodi ya ligi wakishirikiana wanawafanyia upendeleo nyinyi Simba, ndio maana wanakataa kucheza na nyinyi. Unajua haya mambo lazima tuyazungumze kwa upana, kwa uwazi, kila mmoja ajue. Na moja kwa sababu gani tuzungumze, tujue, kila mmoja ajue. Ndio Watanzania wasichukulie Simba na Yanga ni moja tu ya sehemu ya burudani. Huwa najaribu kusema kila siku, na nitaendelea kusema kwa sababu ni uasilia. Simba na Yanga ni tunu la taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapoziangalia hizi timu zina tija kubwa kwenye taifa ambalo linatawaliwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunapokwenda kuchagua viongozi ambao wanatakiwa kwenda kuziongoza huko operator katika hizi timu, lazima tuwatafute watu ambao wenye busara na hekima kwenda kuziongoza hizi timu. Na niwakumbushe tu, hawa viongozi waliopewa dhamana kuongoza hizi timu waamini kwamba hizi timu za zaidi ya miaka 80, hizi timu zimeanzishwa kabla ya wao hawajazaliwa. Mpaka wao wanakuja kuzaliwa na kukua, wanapewa dhamana, wanaendelea kuzikuta. Hali ya kuwa wamezikuta hizi timu salama, basi wahakikishe kwamba wanaondoka, wanaziacha hizi timu zikiwa salama. Wanataka wanaambiwa wamekosa busara na nani hapo. Kwa hiyo kwa sababu ya namna ambavyo wao wanavyochukulia hizi timu, si dhambi kuziachia hizi timu zikiwa salama. Lakini kwa namna ambavyo watani wangu haya mambo na msakata, namna ambavyo wanavyotengeneza, wanataka kuja kuleta kitu ambacho Simba na Yanga hawajazoea kuishi katika haya maisha. Viongozi hao leo hii nenda kasome vizuri ile barua, ndio utajua hii management ya Yanga kuna sehemu kuna shida. Wanasema wao hawana imani na bodi ya ligi ya dhuluma. Wanasema wao hawana imani na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Inafanya dhuluma. Leo nimemsikia msemaji wao anasema jana zimebakia mechi 3 za kucheza. Na wanasema jana tarehe 6 leo
wanaingia kambini kwenda kufanya maandalizi ya kwenda kumalizia mechi 3 zilizobaki. Swali la kujiuliza juu ya hizi mechi 3 zinasimamiwa na nani? Mechi 3 zilizobaki nani anasimamia? Hawa walioandika kwenye barua dhulma, wenye upendeleo, hawa walioandika kwenye wenye upendeleo. Hapa lazima kuna maswali tujiulize. Dhulma hii waliofanyiwa ipi? Hao wanataka watu watoke. Wao wanatakiwa waambie wa Tanzania, dhulma tuliofanyiwa na chama cha mpira ni hii. Dhulma tuliofanyiwa na bodi ya ligi ni hii. Hataki kusema. Leo hii Dar es Salaam Young Africans ndio inaongoza ligi ya NBC. Yuko mtu anaweza kubisha? Hapana. Leo hii Yanga ndio mabingwa mara 3 mfululizo kwenye ligi ya NBC. Uongozi upi? Niseme sema. Kitu ambacho kimejificha, wanachama wa Yanga wanatakiwa wajue. Kitu gani hicho? Kuna baadhi ya viongozi kuongoza Yanga muda wao wanaona umeshakwisha. Yale waliofuata kwenye Yanga wanaona wameshafanikiwa, wanatafuta namna ambavyo ya kuiacha Yanga na kuondoka kwenye Yanga. Wasitafute sababu nyingine. Kisugu, kuna viongozi wanatafuta sababu. Wamefanikiwa kwa asilimia walichokuwa naitaka katika Yanga. Waiache watani zangu timu ile ikiwa salama. Leo hii iko barua, yuko kiongozi ameshaandika barua kujiuzuru, na muda wote wakati wote atakuja kuileta eti kwa sababu na iachia timu. Nimeona uongozi wa chama cha mpira wanitendei haki. Mipango yake imekamilika. Kuna nini? Kuna kiongozi? Mipango yao, mpango wake umekamilika. Kiongozi huyo wa Yanga. Ipo barua imeandaliwa ya kujiuzuru. Kumbe barua zishaandaliwa. Shida niseme tu. Kumbe unajua sisi ni watani. Lakini kuna muda watani tunakwenda kuzungumza ukweli, kwa sababu Simba na Yanga ni watu ambao si wagomvi, ni watani wa kuambizana ukweli. Si wagomvi. Na hiki ambacho tunachotaka kukifanya, soma la kwanza, soma la pili. Wako watu wakija katika viongozi wa Simba na Yanga wakiona mipango yao imekamilika wanaondoka. Sasa yeye asitaki kuondoka, kuwatafuta namna ambavyo akaacha moto unawaka, akaleta mambo ya maugomvi kati ya mashabiki na mashabiki. Viongozi hao wa Yanga, niwapongeze sana bodi ya ligi, niwapongeze sana chama cha mpira. Mwezi wa 6 tarehe 15 kinakwenda kuwaka. Naamini wathibitisho wa Tanzania, mechi ipo na itachezwa. Lakini wakati hii mechi tunachezwa, sio management hii ya Yanga ambayo iko madarakani tayari itakuwa imeshajiuzuru. Sio viongozi? Hii kauli ibebe. Iwekeni. Dabi inakwenda kuchezwa mwezi wa 6 tarehe 15. Si kwa management hii. Hii tayari barua zao watakuwa washazipeleka na wameshajiuzuru. Viongozi hao wa Yanga. Iko misemo ambayo naamini inasemwa siku zote. Na msemo huu mara nyingi bosi wangu Ken kutoka Nigeria mara nyingi ananiambia, Kisugu, kuwa makini katika malezi, kwa sababu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mr. Ken. Hayo maneno yanatoka kwenye kinywa cha jabari, bosi asiyeteteleka, mwenye uwezo wake, mwenye Simba yake, mwenye hekima na busara, ambaye kuna maneno mengi wananipa, Kisugu, nenda akaseme, na nasema yanatokea. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Hiki kinachotokea kwa malezi mabaya ya Dar es Salaam Young Africans, waliolelewa katika nchi ilifika mahala, kwa sababu wanajiita wao wananchi, wanaamini kwamba hawezi kufanywa chochote, wanaamini hawezi kuambiwa lolote. Wakati ule umeshapita. Tutawaambia, tutawasema na tutawazungumza. Moja katika makosa yaliyofanyika kwenye nchi, kuiacha Yanga ikiendelea kuoperate kwenye ligi yetu, aliyakuwa mwaka juzi Dar es Salaam Young Africans wanataka wateremshwe daraja. Mwaka juzi wanataka nani anabisha?
vingine tunawaheshimu bodi ya ligi kwa sababu ya busara na hekima. Lakini hiki kinachotokea wao ndio wamekilea. TFF na bodi ya ligi. Au unazungumzia wapi role? Mwaka juzi hakuna mtu asiyejua Yanga walivunja kanuni ya kutokusajili timu ya under 20. Kwa mujibu wa kanuni Yanga walitakiwa fanyeje? Wateremshwe daraja. Lakini nchi ligi ya under 20 ilikwenda kuliwa kwa sababu ya maslahi ya kuokoa Yanga sikwenda kutemka daraja. Tunajua. Nani asiyejua hilo? Wao wanafanyiwa upendeleo. Niwaambie management ya watani zangu hawa. Wamekuta timu salama. Waache timu ikiwa salama. Shakwambia wakipeleka timu watu wanangolewa vichwa. Wamekuta timu hizi zikiwa na amani kwenye nchi. Waziache ikiwa amani. Kama umefanikiwa kwenye hizi timu, mambo yao yameshakaa sawa sawa, haina sababu ya kuleta mfarakano kwenye mpira wetu. Wajiondoe. Kuna muda lazima tuseme. Sema Kisugu. Taifa hili, Mheshimiwa Rais, kuna mambo lazima tumsaidie sisi kama namna ambavyo Watanzania tulivyo. Sema Kisugu ajifunze, sema. Lazima tumsupport kwa namna moja, kwa namna nyingine, kwa kazi kubwa na kazi nzuri Mheshimiwa Rais anaoifanya kwenye nchi. Serikali ya Mama Samia imetoa zaidi ya bilioni 286. Samia Stadium inatengenezwa kwa ufasaha mkubwa. Mama. Serikali ya Mama Samia imekwenda kupigana, imekwenda kupambana kuhakikisha kwa namna moja au nyingine 2027 mashindano ya AFCON ndio mashindano makubwa ambayo yanakwenda kutengeneza nembo la bara la Afrika katika michezo, yanakuja kufanyika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jana nimemsikia naibu waziri wa michezo Mwinjuma Mwanefwe yuko bungeni pale, anazungumza namna ambavyo Waturuki walivyotua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha marekebisho makubwa yanakwenda kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Watu wanaotoa hela ni nani? Pesa inatoka kwenye serikali ya Mama Samia. Leo juhudi hizi serikali zikiwa zinafanya, kuna kikundi cha watu wachache wanaamini, wanapambana kuhakikisha juhudi hizi sionekane. Wanaamua kutaka kuleta mifarakano kwenye mpira wetu. Watu hawa si wa kuwavumilia. Ogopa maji yalotulia. Tukiendelea kuwavumilia, tukiendelea kuwachekea, mwisho wa siku tutakwenda kuvuna mabua. Guys, Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Watu wanafanya uwekezaji mkubwa kwenye football ya nchi. Milioni $200 Azam Group wanawekeza kwenye mpira wetu. Watu watano waje kuharibu mazingira halisi ya mpira kwenye nchi, tuwapige makofi na kuwachekea? Haiwezekani. Wapo watano. Wapo watano Kisugu. Wasipojiangalia, wasipokuwa makini, ndoto zao kwenye taifa hili zitakwenda zitakatika kama upepo. Usipokuwa hapa, lazima nirudie kwa msisitizo. Na wajua mipango yao namna ambavyo ilivyo. Watu watano. Na wajua kwa nini wamekwenda kutafuta uongozi kwenye Dar es Salaam Young Africans. Watano. Na wajua malengo yao baadaye mbele ni nini. Wasipojiangalia, ndoto zao zinaweza zikapotea. Sizungumzi kwa mambo haya, nazungumza kwa mazuri. Wakae wajitathmini. Leo hii unasema una imani na bodi ya ligi. Ligi unacheza ipi? Na marefu anatoka kwa Almasi Kasongo ndio yule. Ndio mechi ambayo anakwenda kuisimamia Yanga na Prison. Mguto. Almasi Kasongo ndio yule atakayeenda kuisimamia mechi ya Yanga na Namungo. Alafu unasimama katika watu unasema, unaandika barua sina imani nao. Imani ipi aliyakuwa mechi unaendelea kucheza? Kwenye mechi ya dabi tunaona imani. Ili tuamini.
Dar es Salaam Young Africans hawana imani na chama cha mpira. Ili tuamini, Dar es Salaam Young Africans hawana imani na bodi ya ligi. Kuanzia kesho watangazie umma waseme mechi zote zilizobaki sisi hatuchezi. Hawatoshiriki. Semeni ukweli. Upepo ulikuwa unavuma kutoka kaskazini kwenda kusini, upepo umebadilika kutoka magharibi sasa unakwenda mashariki. Naangalia na hivi.